Kujia kwa neno. I want us to go to the book of Isaiah. The book of Isaiah, the prophet, one of the major prophets in the Old Testament. And therefore, I want us to receive the word of the prophecy, even as we are in the beginning of the year. As I was praying and trying to listen to the Holy Spirit and what He has for us as we begin this year, the Holy Spirit directed me to the book of Isaiah, chapter number 62. And I'll be reading verses number 6 to verses number 10. The book of Isaiah, chapter number 62. I'm reading verses number 6 to 10. I have posted a watchman on your walls, O Jerusalem. They will never be silent day and night. You who call on the Lord, give yourself no rest, and give Him no rest, till He establishes Jerusalem, and make her the praise of the earth. The Lord has sworn by His right hand, and by His mighty arm, never again will I give you a grain as food for your enemies. And give again, and never again will foreigners drink the new wine, for which you have toiled. And those who harvest it will eat it, and praise the Lord. And those who gather the grapes will drink it in the court of my sanctuary. Pass through the gates, prepare the ways of the people, build up the highway, remove the stones, raise a banner for the nations. Naomba tusome kwa Kiswahili. Isaia ni Isaia 62, 6 hadi 10. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya wala msimuache akae kimya, mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu na kuufanya kuwa sifa duniani. Bwana ameapa kwa mkono wake wa kuume na kwa mkono wa nguvu zake, hakika sitawapa adui zako nafaka yako tena kuwa chakula chao, wala wageni hawatakunywa divai yako ulivyoifanyia kazi. Lakini walioivuna ndio watakaoila na kumhimidi Bwana, na walioichuma ndio watakaoinywa ndani ya nyua za patakatifu pangu. Piteni katika malango, itengenezeni njia ya watu, tutieni barabara, toeni mawe yake, tuwekeni bendera kwa ajili ya kabila za watu. Mungu wetu na Bwana wetu, katika jina la Yesu, tunasema ni asanti kwa sababu ya neno hili ambalo umetupea. Naomba ukaweze kuzungumza nasi, zungumza na maisha yetu, tuelekeze kupitia kwa neno hili kulingana na mapenzi yako. Tunakualika Roho Mtakatifu, na ili ukaweze kusema nasi jinsi utakavyo. Katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Hilo neno ni letu tukianza mwaka huu. I may not have much time
ili nikaweze kufafanua kila mstari, lakini naomba ili neno ukaweze kulisoma na kuirudia, kwa sababu hili neno ni lako na hili neno ni langu, tukianza mwaka na tukiendelea. Na hivi ndivyo Mungu anataka kusema nasi tunapoanza mwaka na tunapoendelea katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Na jambo kubwa ambalo hili neno linasema nasi ni kuhusu a watchman, ama mwangalizi ambaye Mungu ameweka katika kuta za Yerusalemu. Bwana asifiwe. And when you read verses number 6, the word of God says, I've posted watchmen on the walls of Jerusalem, and they will never be silent day and night. Amen. That is the promise, the ultimate promise that God has promised us this year. Amen. Ya kwamba katika mwaka huu, the year 2022, kuna mwangalizi ambaye Mungu ametuwekea manyumbani kwetu, ametuwekea katika kanisa letu, ametuwekea hata kule ambako tunafanya kazi. And we know the work of a watchman. Amen. Najua Mwangari wakati alienda kule kuishi karibu na msitu, kabla hajazoea huko, alikuwa na watchman. Ungeenda huko usiku ungepata yeye akikufungulia, ungepata ukifunguliwa na watchman. Kwa sababu alikuwa anaona huko ni karibu na msitu, na anajua wakati mwingine anaweza kuwa amelala na watu wengine wafikiria kutoka kwa msitu wampate, na hapo amezoea hiyo maisha ya kuishi karibu na msitu. So aliweka watchman. So wakati ambako wamelala, ako na mwangalizi. Bwana asifiwe. Ambaye analinda usalama wake. Bwana asifiwe. Ana mimi nakumbuka wakati tulihamia upande huu, nilikuwa na vita sana na watoto wangu, kwa sababu wakati mahali tulikuwa tunaishi Kinoo tulikuwa na watchman. So wakati tulikuja upande huu, nilikuwa naulizwa, mbona hapa hatuna watchman? Tukilala nani atakuwa anatulinda sasa? Najua alikuwa amezoea tukilala kuna mtu ambaye analinda usalama. Na hata tukiwa kule, nikiwa kama nje, nikisikia nje kama hakuna usalama, nilikuwa nampigia simu. Namwambia, hebu enda upande fulani, nasikia kama kuna kitu, na nasikia kama hakiendendi vizuri. Lakini mahali niko, hata nikisikia nje kama kuna kitu kinapita, mimi ndiye natoka nje. Bwana asifiwe. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu Mungu ametuahidia kunaye ambaye atakuwa anatulinda usiku na mchana katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Na ukisikia mbingu ikisema litakuja kutulinda, sio kama ulinzi tu wa watchman ambaye tunajua. Na wakati neno hili lilinijia, nilipata nafasi ya kukaa chini na kutafakari kuhusu who is this that we call a watchman. Na nikaweza kujua na kuona ya kwamba watchman sana sana ambaye tunajua ni watchman ambaye ni warungu. So ukisikia jina watchman, unaona mtu akiwa ameweka sura mbaya na akiwa na kirungu, akiwa tayari kupambana na mwizi. Amen. Huo ndiye watchman ambaye tunajua. Lakini wakati Roho wa Mungu alikuwa anaendelea kunifafanulia ni nini hii ambaye anasema kwetu, wakati anasema ya kwamba atatuwekea a watchman. Amen. Roho wa Mungu aliweza kunielekeza katika watu wa security ambao huwa wako katika kwa bank. Amen. When you take time to observe and understand
watchman kwa bank, utaanza kuona ya kwamba watchman ako na kazi mingi kushinda tu kuwa na rungu. By the way, hata wale ya bank hawakuangi na rungu. Amen. Na wafanyaga kazi mingi kule kushinda yule ambaye ako na rungu. Bwana asifiwe. Na hapo ndio Roho wa Mungu alianza kunifafanulia ni nini hii ambayo anasema, wakati anasema anatuwekea a watchman. So wakati nilianza kuona watchman akiwa kwa banki, Roho wa Mungu alikuwa ananifafanulia kazi ambayo huwa anafanya. Na kazi ya kwanza ambayo Roho wa Mungu alikuwa ananifafanulia kwamba a watchman huwa anafanya, especially in bank, ni kwamba he is a linkage to the right office. Sasa si warungu, alisa watchman. Amen. Kwa hawa ambao maybe uko hapa na umewahi kwenda kwa bank na hujui unataka kwenda katika ofisi gani. Si unajua kwa bank kuna ofisi mengi sana. Kuna ofisi ya manager, okay? Kuna ofisi ya kwenda kufungua account mpya, okay? Kuna ofisi ya credit manager, leo unataka mkopo na kwenda kusukuma karuni, unataka biashara yako akijuru ufanye boosting ya biashara. Sasa ukiingia kwa bank unataka kwenda upande wa credit. Na hujui credit iko wapi? Okay? Hujui kufungua account kwa upande gani? Okay? Hujui kwa general manager ni wapi? Sasa ukiingia kwa bank uanze uonekana kama hujui unaenda wapi. Watu ndio huyo anakuja anakuuliza, wewe ulikuwa unataka nini? Unamwambia mimi nilikuwa nataka niende kule ambako mnapeana loan. Sasa huyu ndiye anakuwa linkage, anakulink na hiyo ofisi. Bwana asifiwe. Are you seeing the work of the watchman? And therefore, the Holy Spirit was talking to me that this year, God is going to provide to us the linkage to the right office. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Wakati mwingine tunakosa msaada because we don't know the right office. Amen. Amen. If only we know the right office, na msaada wako ungekuwa pale. Amen. Amen. Mwaka huu Mungu anaenda kutupatia watchman. So tukienda ni kama hatujui tuende wapi. Atatuuliza ni nini hiyo ilikuwa inakusumbua. Hiyo ambayo inakusumbua huwa inatatuliwa hapa. Amen. Bwana asifiwe. Many of us are stranded in life kwa sababu hatujui ile ofisi ambayo tunaenda kusaidika. Hiyo ofisi. Amen. Amen. This year the linkage is there. Amen. 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 We are going to be linked in the name of Jesus to the very right office that we need. Bwana asifiwe. Jambo la pili ambalo Roho Mtakatifu alikuwa ananifundisha kuhusu wa watchman ni kwamba that the watchman is a director. Amen. Unajua unaweza ambiwa ni ofisi gani ambayo utasaidika, lakini hata hiyo ofisi hujui vile utafika kule. Ukienda kwa bank unaonaga hata ofisi zingine ziko kwa ghorofa, okay? Zingine ziko mahali ambapo zimejificha sana. So wakati mwingine watu wanaweza kuambia hiyo, unasema hiyo suluhisho utaipata kwa credit manager. Na hiyo credit manager anakuwa huko juu. Sasa unajua ukago huko juu hujui ni wapi. Anakuambia unajua kwa wakati wapi? Hapana, anakuambia kuja nifuate. Mnaenda pua anagonga mlango. Huyu anataka hapa. Bwana asifiwe. So he's going to direct you. Bwana asifiwe. Hiyo ni kumaanisha kwamba wakati Roho Mtakatifu anasema nasi ya kwamba he is going to put watchman over us. Anasema ya kwamba he is going to provide someone who is going to direct us to where our help is. Amen. Bwana asifiwe. Amen. 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 Is that not a good promise? Receiving it from our God. Amen. Ya kwamba tutakuwa na yule ambaye atakuwa anatuongoza each and every day. Amen. Amen.
Unajua wakati mwingi tunateseka kila siku tukizunguka na tunazunguka baraka zetu. Amen. Mnajua jibu la jambo lolote ambalo linakusumbua hata wakati huu liko tu mahali lipo. Amen. Wakati mwingine nilikuwa naongea na familia nyingine nawaambia macho yetu wakati mwingine haionangi mbali. Hivyo unaona hapa mbele yako. Hapa mbele yako ukifunguliwa tu hivi. Jibu tu ambalo unalitafuta liko tu hapo tu. Ni vile tu wakati mwingine tunazunguka na huoni mbele ya macho yako. Amen. Sema mwaka huu tunaenda kuona mbele ya macho yetu. Kwa sababu kuna yule ambaye anatuongoza. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa hivyo wewe ambaye umekosa kujua ni nini hiyo unastahili kufanya ili utoke katika tatizo ambalo linakusumbua, naomba katika jina la Yesu, may this watchman make an intervention so that he direct you. Amen. In Jesus name. Amen. In Jesus name. Amen. In Jesus name. Amen. In Jesus name. Jambo la tatu ambalo Roho Mtakatifu alikuwa ananiongoza ya kwamba huu watchman huwa anafanya ni kwamba he is an informer. He gives you the information of where to get help. Bwana asifiwe. Kwa wale ambao wamewahi kuingia kwa bank hapa, kuna fomu zingine ambazo zinakuwa zimewekwa, zikiwa ni za kufungua account, zinawekwa upande huu na zinaorodheshwa vizuri. Ikiwa unataka kulipia mtoto karo, nazo zimewekwa upande mwingine, nazo ukienda huko unaenda kulipa shule, fomu ziko hapo. Okay? Haya, ikiwa wewe nao unataka kwenda kufungua ile namba ya 27 ili ukuwe na access account yako na simu, unaambiwa hiyo nayo unastahili ufanye hivi na hivi, na ukuja na ID, sijui na ukuja na nini. Amen. Na wakati mwingine tunaingia kwa bank, we don't have this information. Sasa the watchman huwa anakuuliza, na wewe ulikuwa unataka kufanya nini? Unamwambia nilikuwa nataka nifungue account. Anakuambia uko na ID. Unamwambia hapana, siko nayo. Unahitaji kuwa nayo. Niko nayo, iko hapa. Enda kwanza utoe photocopy. Amen. Si unajua unafanya kazi yako ikuwe rahisi. Kwa sababu anakupatia the right information. Kabla ufike mahala utasaidika, you have the right information. Bwana sifiwe. Nasema mwaka huu katika jina la Yesu, we shall not lack the information. Amen. God will provide information for us. Amen. So that we are not stranded. Amen. You who has been stranded, I declare in the name of Jesus, amen, that this year we shall not be stranded. Amen. God has promised that He has put a watchman to watch over us. Bwana asifiwe. Katika jina la Yesu. Na hilo neno likiendelea, kuna kitu ambacho tumesoma hapo chini ya kwamba nataka tukaweze kurudi mahala ambapo tulikuwa. I have posted a watchman on your walls, O Jerusalem. They will never be silent day and night. You will call on the Lord. You who call on the Lord, give yourselves no rest, and give Him no rest till He establishes Jerusalem. Amen. Hapo kuna kitu kingine. Neno la Mungu linatuambia more than God providing a watchman. Tunaambiwa na sisi ambao huwa tunaomba, tukeshe katika maombi. Amen. Ya kwamba tusizime kuomba. Na tufanye Mungu naye tuendelee kupatia Mungu maombi, and we give God no rest na maombi yetu mpaka He establishes you and me in Jesus name. Bwana asifiwe. In other words, hapa Mungu anatupea
vile tunastahili kufanya na vile itafanyika. Amen. Ya kwamba Mungu ako tayari kusimamisha watu wake, lakini lazima tukeshe katika maombi. Bwana asifiwe. Wewe ambaye hutaki wache nyuma katika mwaka huu, na kuomba katika jina la Yesu, kesha katika maombi. Kesha katika maombi. Kesha katika maombi. Na usizime kuomba mpaka upate jibu. Don't rest in prayer until you are established. In the name of Jesus. Bwana asifiwe. What does that tell me? Mwaka huu kuna roho wa Mungu ambao unatembea kusimamisha maisha yetu, kusimamisha kanisa letu. Amen. Lakini lazima hayo iambatane na maombi. Bwana asifiwe. Najua kuna watu wengine wanasikiana maombi, wanasikia kama ni mzigo. Somebody said ya kwamba maombi ni kazi, lakini maombi huwa inafanya kazi. Amen. Hebu tell your neighbor, maombi ni kazi, lakini maombi huwa inafanya kazi. Bwana asifiwe. Hilo neno likiendelea kumalizia linasema ya kwamba that God will bring grace so that you eat the fruit of your labor. Amen. Unajua neno hili likiongea na Wanaisraeli wakati mnabii wa Mungu Isaya alikuwa anaongea na Wanaisraeli, this word was very dear to them. Kwa sababu Wanaisraeli walikuwa wanajua ni nini hiyo inasema, wakati neno linasema ya kwamba unaweza tafuta ikuliwe na wengine. Kwa sababu hao watu walikuwa katika utumwa wa Misri, na walikuwa wanafanya kazi, lakini jasho yao sio wao walikuwa nakula. Jasho yao ilikuwa nakula na nani? Na Wamisri. Walikuwa wanafanyishwa kazi nyingi sana za kulima mashamba, lakini hiyo mashamba sio wao walikuwa wanasherehekea matunda ambayo yalikuwa yanatoka katika ile mashamba. Hiyo chakula wao walikuwa wanafanya kazi, lakini watu wengine ni wanafanya nini? Do you know that it happens even today? Unaweza kuwa wewe you toil day and night, unafanya kazi usiku na mchana, lakini chochote ambacho unatafuta hata uonaje unafanya nini nayo. Amen. Pesa unaona ndio hii, lakini kuna mashimo ambayo huwa inakula nini? Inakula hiyo pesa, inakula kile ambacho umetafuta. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba God is going to make it and is going to cause it that whatever we get we shall enjoy it in Jesus name. Na chochote ambacho kinaharibu kile ambacho tunatafuta ili tusisherehekee na kikombe katika mwaka mpya, katika jina la Yesu, so that we shall eat the fruit of our labor. Amen. That is the will of God for us in Jesus name. Na hapo mishoe neno la Mungu likimalizia linasema ya kwamba that God will raise the banner of his people. Amen. So as I conclude, may the Lord raise your banner this year. In Jesus' name. May our good Lord raise the banner of Sigona Pefa Church. In Jesus' name. May the banner of your family be raised now and this year. In Jesus' name. May the banner of your business be raised now and this year. In Jesus' name. In Jesus' name. May even where you are employed, may God raise your banner this year. This year. This year. In Jesus' name. May God raise banner of new opportunities in our lives. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nasema bendera ya watu wa Mungu na inuke sasa. Na inuke sasa. Bendera ya watu wa Mungu na inuke sasa. Na kilio kifike mwisho. Ushuhuda ya vile Mungu anafanya ukaweze kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Tumetoa ushuhuda wa kulia miaka mingi. Nasema mwaka huu ushuhuda ubadilike. Tuanze kupatiana ushuhuda mwingine wa vile Mungu anafanya na vile atakuwa ametenda, because the banner will be raised in our lives this year, in Jesus' name. Amen. God bless. Amen. Bwana akubariki mchungaji. Tumebarikiwa na neno na ni neno nzuri.